Katika habari kila mara watu wangu kutokea ndani ya media Goma TV. Kwa majina ni ripota Nelson katika muda wetu wa habari wa saa jioni. Kwa sasa leo tuna mengi ya kuwatangazia katika yote anaendelea kupitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kumbuka, kama ni mara ya kwanza unaendelea kusubscribe, kama ni mara ya pili unasubscribe Goma TV, Bukavu TV. Ni ndani ya media tunaendelea kuwapasha habari yenye uhakika na habari yetu inapatikana ndani ya uwanja, ndani ya mapambano. Katika leo jioni ya leo tuna mengi ya kuwatangazia na tuna mengi tunabidi tuchuze na tuna mengi ya kueleza kupitia mapigano haya yameendelea kuonekana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini katika habari zetu leo tutagusia katika vipengele vitatu. Katika habari zetu za jioni tunagusia vipengele vitatu. Tunagusia vipengele vya kiserikali na vipengele vya waraia na vipengele vya waasi wa M23 na Twirwaneho. Hizo ndio vipengele vitatu leo tumeandaa katika mada yetu. Na kwa sasa kupitia vipengele hivi tunavyozungumza, tutakuja kukuzungumzia mengi zaidi mashabiki zangu. Na kama unataka kuwa na pambana na sisi, kuwa na sisi katika mara zetu za habari, na kufanya subscribe, like, comment ili habari zetu ziendelee kufika mara moja katika sehemu yako. Na kama uko pamoja na mimi, subscribe kupitia media Goma TV, kupitia media Bukavu TV. Kwa majina utalipata ndani ya media Bukavu TV na utalipata ndani ya media Goma TV. Mashabiki zetu kutokea upande wa media Goma TV na upande wa media Bukavu TV tunawakaribisha tena kupitia habari zetu za jioni ya leo. Na katika habari yetu kwanza, kabla nikuja kuwapasha habari haya na hili tukuje kuchambua kuhusu kiserikali na kuhusu raia population na kuhusu wahasi wa M23 na Twirwaneho pamoja na wahasi wa ADF, kwa sababu wahasi ni wote. Katika habari zetu mashabiki zangu kutokea upande wa Nord Kivu, Sud Kivu, upande wa Katanga, Lubumbashi, Manyema, Kindu, mnavyonisikiliza kupitia habari hizi za jioni ya leo, endelea kusubscribe, like, comment. Na wewe kama hautaki kutusikiliza, hakuna shida, kuna siku utatutafuta na kuna siku utatusikiliza upende usipotaka. Kumbuka, wale watu wamekoloniziwa akili, wale watu wameharibika akili ni wale tayari ukikuja kuwatangazia habari ya ukweli, hao watachukulia kama ni habari ya uongo, au watakuchukua kama wewe ni fala, watakuchukulia wewe hauna akili. Lakini kwa ule mtu anao unyenyekevu, kwa ule mtu ana akili mchimamo, tayari ataelewa hizi sehemu tunazungumzia na tayari atajua ni nini ya kujifunza. Na katika habari zetu ndio tatizo zenye ndakuja kuzungumzia kupitia maneno haya ndio kupitikana ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mashabiki zangu kutokea majuu huko, madiaspora wote wanaotokea nchini nje, wote kwa ujumla ninawasalimu zaidi na nawatakia muendelee kusubscribe madiaspora mahali popote muko. Naendelea kuwashukuru zaidi kuwa pamoja na sisi. Mulikuwa na sisi ndani ya media Goma TV, ndani ya media Bukavu TV, na muendelea kuwa pamoja na sisi, na ninawaomba hili tukue pamoja na ninyi ndani ya media Bukavu TV. Kwa sasa ndani ya media ya Goma TV, kwa sasa leo tuna habari mengi ya kuwatangazia na kuna habari mengi tunakuja kuchambua kupitia mapigano gisi ameendelea kuonekana katika eneo tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kabla nikuje kuanza kuambia leo kulikuwa mapigano katika eneo fulani, ngoja tuwajuze kwanza na tueleze kuhusu mapigano haya yameendelea kuonekana upande wa karibu miaka miwili mapigano yamezuka na haitaki kuisha. Na kwa sasa pari mapigano punguke, mapigano yanaendelea kukua na hatua ndefu zaidi. Na katika mapigano haya ukiangalia upige totali ya maraia population ama le victime, wale wanaokufa katika uwanja mapigano ndio wengi kuliko wanajeshi wanaokufa katika uwanja mapambano. Hili ni habari inayohakikishana ni habari ya ukweli. Kwa sasa hili muelewe, muende kufanya kitu inaitwa verification, muangalie watu wanaopata walikufa kupitia mapigano hayo tangu mwaka wa 2025 mpaka huyu mwaka. Na mkiangalia mablese wenyewe waliumia na mabombe, magernade, silaha tofauti, wako katika wanarazwa katika hospitali mpaka vidonda vyao vimeoza kwa sababu ya kukosa matibabu. Mtaniangalia, mkipiga hesabu mtaona wagonjwa ni wengi zaidi. Upande wa kiserikali, wale wenyewe mtasikia kwa kiserikali walikufa, wale wamekufa kwa sababu hiyo ni kiapo kwa serikali.
Lakini ukiangalia wale waliumia kwa serikali ya FARDC, wale waliumia, hakuna mwenye anatibiwa hapa. Wale wanaumia ka grave hawatibiwa hapa, hawatibiwa hapa Nord Kivu ama Sud Kivu, wanatibiwa wote Kinshasa mara moja, kama militaire ya Kinshasa. Ndege na wakujia na wapeleka, mnaona kwenye mawanja mandege kisi wanapeleka, wanasafirisha wale wanaoumia. Lakini mkiangalia wanajeshi wa wazalendo, wale wanaoumia zaidi ni wangapi wamepelekwa Kinshasa? Haya ni maswali mujiulize. Raia population wale wameumia ni ndege ama ni watu wangapi wamechukuliwa? Ama kama wanajeshi wa M23 ndio wako katika eneo hii, na Umoja wa Mataifa iombe wagonjwa hawi, waambie sasa, hii nyinyi mko na tatizo na serikali, lakini hamuna tatizo na raia, inabidi muribele raia hawa waende kwenye matibabu. Wahasi waseme hapana, hiki kitu hakiwezekani, si ndio? Lakini hili tuelewe vizuri, katika ninawaambia, katika mapigano haya kuanza mwaka wa 2025 population mainosa population wamekufa ni wengi zaidi, victim, na hawajui hii vita kuanza ilianza kwa sababu gani? Hawajui, kwa sababu hili vita, kwa sababu ilianza, serikali ilikuwa inajua, serikali inajua hili vita lilianza, na gisi wahasi waliamuka kuanza pambana, walikuwa najua, kwa sababu kuna vitu vyenye hawakukubaliana nao, na wahasi wakamwambia sasa, kama tumekataa kukubaliana katika maswali 2-3, itabidi tuende katika uwanja wa mapambano. Kama mnasikiaga hii kitu inaitwa CCLF, mazungumzo wanaenda huko Katare, maoto wao kwenda nchi zingine kwenda kufanya reunion ya CCLF. Mnafikiria ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kuangalia hili mambo walikuwa naadiliana, kama wanaweza kubali hili tena wakubaliane hili vita liishe. Lakini ukiona mara moja CCLF, mkiangalia katika CCLF kwa leo, CCLF haifanyi kazi. Ndio maana mnaangalia kwa sasa wahasi wa M23 wakishambulia, FARDC wanashambulia. Kwa sasa wote wanaanza kushambuliana. Mama CCLF nini, kwa sababu walikuja kupata yote ni uongo. Kwa sasa kuna wale hataki kubaliana haya, na kuna wengine kuna zimoja wanakubaliana, na kuna mengine hawakubaliane. Upande wa serikali hawakubali masharti ama vigezo ya wahasi wa M23. M23 nao hawakubali vigezo vya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Sasa wale wanaoumia ni wanaye? Si ni sisi raia population. Wale wanaoteseka katika uwanja ni nani? Ni sisi population. Ni kwa sababu sisi raia hatuoni mbali na tuone karibu, hatuone future, hatuone mema. Inabidi tufunguke akili na tujitambue. Katika lingine habari kwa sasa, hili tuelewe vizuri. Katika mapigano mkiangalia gisi wazalendo wanaopambana, mkiona gisi wazalendo wanaopambana, kwa kweli wanapambana ka le militaire. Ingilikuwa wazalendo walifunzwa walijifunza kiserikali kabisa, wamejifunza kiserikali kirais vizuri. Ingilikuwa wazalendo walisha kuondoa mara moja wahasi wa M23 katika ndani ya Kongo. Lakini unajipata wazalendo ni raia. Wazalendo hakuna mwenye anajua tekniki de combat. Wazalendo hawajui kutumia drone, wazalendo hawajui kutumia brendas, hizi silaha hizi za gari za ziko na mabombe huko za brenda hizo. Wazalendo wanatumia tu hizi Kalashnikov, hizi AK4, hizi nini hizo, makalibre 12 hizo ndio wanajua, na mikuki na mipanga. Nikuulize swali moja, mzalendo atakuja chimama, drone inatoka huku inaleta drone, inakuja na bombe mara moja, ilete mara moja, ikuje iripue, wazalendo wanaeka hapo tu hivi? Ni vigumu zaidi, kwa sababu mzalendo, ndio maana unajipata wazalendo kwa sasa wanaendelea kuwa na hofu ya woga, kwa sababu ya mashambulizi haya yanaendelea kuonekana upande huyu. Kwa sababu gani? Bombe itatoka kule, ndege hile linakuja, hati wewe unakuja na mpanga ama unakuja na mkuki useme mai heta niua, itakupasua. Ndio maana unaona sasa kwa saizi wazalendo wana hofu na uoga zaidi, kujua tata haya yameendelea kuwa hivi, mambo yameharibika. Ndio maana unajipata hili, kama serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ingekuwa inapenda wazalendo, naweka wazalendo kama wanajeshi wa nchi, ingiliwachukua kwanza, iwapeleke ndani ya centre de formation. Sio wote wachukuliwe, wachukue wanusu, wapeleke kwenye centre de formation, wawafunze mambo ya drone. Ukiangalia hata upande wa jeshi la FARDC, ukiangalia wale wanatumia drone, sio wengi wanajua kutumia drone. Wanajeshi wa FARDC ni wale walienda kusomea. Mkiona wale wanatumia drone kwa sasa ni wale wanajeshi niliwaambia waibu, wanajeshi wa
Serpent Noir wale walitoka Russia, walitoka huko mainchi kigeni Israeli kukwenda mafunzo wa kijeshi wa serikali. Wale ni wanajeshi wa FRDC wapya, sio ma FRDC, jeshi la Ibu lipya na Serpent Noir, wale wanaovaa manguo nyeusi. Wale ukiangalia ndio wanajua kutumia drone, wanao kutumia hizo silaha kubwa, wale masniper wakubwa. Kongo, wanajeshi wengi wa Kongo wengi hawajui kutumia masniper. Ndio maana sasa unaona serikali lipya lile Kiseketi anaanza kutengeneza la Ibu na nani, mtakuja kusikia siku moja FARDC inaendelea kufifia pole pole, Ibu inaendelea kudomine, ikidomine mara moja FARDC inazimika. Na katika hili kwa sasa, katika upande wa wahasi wa M23, wahasi wa M23 hao kwa sasa katika kati yao na Twirwaneho, kuna mambo haya mtakuja kunieleza, haya mambo yatakuja kubadilika kivipi. Watwirwaneho walikuja kuingia ndani ya wahasi M23, lakini kwa sasa wanaanza kushindwa jinsi ya kujiepusha ama wajiondoe kati yao, kwa sababu walisha kuchanganyana. Kujiondoa ndani ya jeshi la M23 inakuwa ngumu, kwa sababu hao ndio wanakuwa base, hao ndio wanaanza kuongoza kila kitu. Kama saizi tuseme FARDC ichukue centre ya Minembwe yote, wanajeshi wa Twirwaneho wote watakuja mara moja upande wa Bukavu na Goma, na wakiingia huko, kumbuka wanakuwa tayari wanajeshi wa M23, mambo ya Twirwaneho itakuwa imeisha mara moja. Kuitwa mambo ya wanajeshi wa Twirwaneho ama Tabara ama Ibu wanajeshi ngumino, ni kwa sababu wangali katika milimani ya Minembwe. Kama unavyonielewa, heka comment yako mara moja, uniambie unasikiliza vipi. Na katika upande ya raia ya wale watu, ni kwa sababu nao waliingia katika chama cha M23 kwa sababu ya kusipoelewa na ujinga na upumbavu. Kwa sasa kuna wale wanaanza kulaumu wamoja wao. Kuna wale waliingia katika kijeshi wanafurahia, lakini kwa sasa kuondoka ni tatizo. Unakumbuka kitambo Twirwaneho ulikuwa huko mwanajeshi ndani yao, unaweza kutoka uende katika eneo yoyote, lakini kwa sasa tangu wachanganye na jeshi la M23, mambo ya kufanya hivi hamuna. Orde ni orde. Ndio maana hili muelewe tayari, kabila ya Wanyamulenge mulifanya vitu kusipotambua, lakini kwa sasa tunashukuru kwa wale wanaanza kujuta kwa sasa, kujua kumbe tulipiga hesabu mbaya. Lingine kwa raia population inabidi mjitambue na mjielewe, kujua tayari haya yote inaendelea kupitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Inabidi tujifunze mengi na tuelewe hili vita linaendelea kukua upande wa Sud Kivu na upande wa Nord Kivu ni kwa sababu gani? Hili ni swali, ujiulize maswali wewe na unijibu mara moja kwenye comment hapo, uniambie unanifuata kutokea katika sekta gani. Hili ni swali na ni mtihani, nataka ujibu mara moja. Kama unaofuatilia media Bukavu TV ama unaofuatilia media Goma TV, subscribe, like, comment, bye bye.